Ndugu watazamaji na wasikilizaji wa ACL Media, Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Hilo unaloliona ni kanisa kuu la Roman lililopo katika kata ya Lugarawa. Kanisa hili lilitumika katika ibada ya maadhimisho ya siku ya mama. Paroko alitoa mafundisho, lakini pia kulikuwa na kwaya zilizotumbuiza na kulikuwa na jumbe mbalimbali za kuwarudisha wamama katika maadili ambayo yanahitajika. Baada ya hapo walienda kutoa chochote walichokiandaa kwa wahitaji, na yalifanyika maandamano ambayo yalikuwa yanaonyesha kwamba wamama wako pamoja. Pamoja na hilo kulikuwa na elimu mbalimbali zilizotolewa na wadau wa elimu, wadau wa afya pamoja na sheria. Karibu utazame namna ilivyokuwa, nami nipo kukuletea makala hii. Naitwa The Icon Queen kutoka ACL Media. Bahati nzuri mwezi huu wa 5 kikanisa ni mwezi wa mama Bikira. Kwa hiyo katika mwezi wa mama Bikira Maria, ulimwengu nao ukaona uweke siku hii ya kina mama duniani. Nchini Marekani na nchi nyingi wanaadhimisha siku hii katika Jumapili ya pili ya mwezi wa 5. Uingereza wao wanaadhimisha tarehe 15 ya mwezi wa 3. Leo ni siku ya kina mama, ni siku ya kusherekea uwepo wa kina mama, ni siku ya kuwapongeza akina mama. Wenzetu Ulaya wanawapamba akina mama hao kwa maua, kwa kadi za pongezi. Sisi hatuna utamaduni huo, lakini basi tutambue kwamba ni siku ya kuwapongeza akina mama, ya kuwashukuru akina mama na kuwafanyia sherehe akina mama. Lakini tutawapongeza kina mama, tutawashukuru akina mama kama wanayajua majukumu yao katika familia, katika jamii. Mtu mmoja, mwanasaikolojia mmoja, alisema kuna tofauti kati ya baba na mama. Alisema kuna tofauti kama 6,000 hivi za baba na mama, lakini kubwa, akasema katika tofauti hizo zote, tofauti hii moja ni ya muhimu sana katika ustawi wa jamii na katika ustawi wa familia. Alisema baba yeye ni muwindaji, mama yeye, sasa Kiswahili chake sio kama kitakuwa kizuri, ni mtunza kiota, nest keeper. Kwa hiyo kama kila mmoja atatimiza majukumu yake, familia itakuwa na amani, familia itastawi,
familia itakuwa na maendeleo. Migongano inatokea pale ambapo mmoja anaacha majukumu yake na kufanya majukumu ya mwingine. Naomba mnielewe vizuri hapa. Anapoacha majukumu yake, sio kwamba anapofanya majukumu yake na ya mwingine. Anapoacha majukumu yake na kufanya majukumu mengine ya mwingine. Yaani, mama anapoyaacha majukumu yake na kufanya majukumu ya baba, hapo mgongano unatokea. Baba ni mwindaji, mama ni mtunza kiota, au ningesema mtunza nyumba, ningesema Kiswahili rahisi. Sasa mama anapoanza kuacha shughuli zake au majukumu yake na kufanya ya baba, hapo familia hiyo inakuwa na matatizo. Lakini anapofanya ya kwake akafanya na ya baba, kwa sababu kuna wababa wengine na wenyewe tena wamekuwa ni watunza viota na wenyewe, sababu inakuwa changamoto. Baba akiwa mtunza kiota na yeye, basi mama inabidi afanye majukumu ya mwindaji. Ya wababa tuyaache, yana siku yao. Leo tusemee ya wamama. Kwa hiyo wamama leo tunapowapongeza, tunapowapa maua, tunapowapa outing, leo hii siku yenu ya wakina mama, tuwakumbushe majukumu yenu ili maua hayo yawe ya halali. Ukiona upewi maua, inawezekana hujatimiza majukumu yako, umeenda kuwinda na wewe wakati wewe sio mwindaji. Majukumu ya mama katika familia ni majukumu mapana na ya msingi, yakijumuisha kulea watoto, kuwafundisha watoto maadili, kuimarisha amani na umoja wa familia. Mama ni nanga ya kiroho na mlezi mkuu. Kwa hiyo majukumu yake yangeweza kujumlishwa katika haya: mama ni mlezi na mwalimu wa watoto. Ni jukumu la mama kuwalea watoto toka wanapozaliwa, tena sio toka wanapozaliwa tu, kwa sababu yeye anawabeba pia. Mtoto anambeba mama. Kwa hiyo mama jukumu lake ni kumlea mtoto toka anapozaliwa mpaka anapokuwa mtu mzima, kumlea. Ndio maana utamnyonyesha, utamuogesha, utamlisha. Ndio jukumu lako la kwanza. Sasa siku hizi majukumu haya wa mama mnasahau, mnawapa akina house girl. Sasa mkimpa house girl, sawa tukupe maua, yani wakati anafanya house, basi tumpe house girl maua. Jukumu lako ni malezi na elimu ya watoto. Mama ni mwalimu wa maadili. Mama anatakiwa kumfundisha mtoto maadili, kwa sababu ndiye anayekuwa naye muda mrefu. Toka anazaliwa anamlea mtoto huyu, anamfundisha maadili, of course akisaidiwa na baba, lakini mlezi mkubwa na mwalimu mkubwa ni mama. Sisi kwenye familia yetu tulikuwa na dada mmoja tu. Katika watoto 6, dada alikuwa mmoja tu, na alikuwa katikati ya sisi. Mbele kulikuwa na kaka wawili, nyuma tulikuwa si wadogo zake 3. Kwa hiyo na yeye mambo yake yalikuwa kama ya ubaba hivi. Tunaenda kuwinda na yeye anaenda, tunaenda kuchunga ng'ombe na yeye anaenda. Mama akamuita akamwambia, mwanangu, binti yangu, humu ndani wanawake tuko wawili tu, wanaume wapo 6, kaka zako 5 na baba yao 6. Hizo kazi za kuwinda, hizo kazi za kuchunga sio zako.
ni za hao wanaume, sisi tufikake humu ndani. Akamlea. Ndugu zangu wapendwa wa mama, hili swala la kulea, kuwa mlezi, kuwafundisha watoto wetu maadili, sasa hivi tumeliacha, na pengine ndio maana hatupewi maua yetu. Unatoka nyumbani mama, unakuja kusali na binti yako anakuja kusali. Ukizicheki nguo zile alizovaa binti yako, unaona ni za kuendea kwenye night club. Yeye anaenda kanisani, unamwacha. Malezi ya maadili wa mama tumeacha. Amevaa sketi ambayo hatukiangalia tu, sio ya kanisani, unamwacha. Na pengine na wewe mwenyewe umevaa hivyo hivyo mama. Sasa malezi ya maadili yanakuwa changamoto wa mama. Leo tunaposherehekea siku yenu, tunapowapongeza, tuwakumbushe pia na majukumu. Kuna klipu ilikuwa inatembea kwenye mitandao, na padre alikuwa anakomunisha, alipomwona dada hajavaa vizuri aliburuka. Watu walisema pasa amefanya vibaya. Nataka kuonyesha kwamba hapa sio disco. Unakuja kukomunika, kifua kipo wazi. Inaweza katokea bahati mbaya, padre anakomunisha ikadondoka, na ile ekaristi hatakiwi kushika mtu mwingine, inabidi ashike padre. Sasa ikadondokea hapo palipo wazi. Sasa changamoto inaanza hapo. Wamama, tutimize wajibu wetu. Tutimize wajibu wetu ili sisi wanaume na sisi watoto tupate nguvu ya kuwapa maua yenu siku yenu ya leo. Ndugu zangu, swala la malezi sasa hivi wamama tumesahau. Mama ni msimamizi wa familia, ndio jukumu lake. Ni msimamizi wa familia, ahakikishe familia inaenda vizuri. Kama kina mama tutakuwa wasimamizi wa familia, mambo yetu yataenda vizuri. Sisi ni watunza viota, tuhakikishe kiota chetu kipo vizuri, kinalindwa vizuri. Muwindaji akija akiona kiota kipo vizuri. Ni wasimamizi wa familia. Lakini mama ni msaidizi wa kiroho na kihisia. Mama anatakiwa afundishe sala. Yeye ndiyo katekista mama. Na namba ile, leo sio siku ya wanawake, ni siku ya mama. Sio kila mama, sio kila mwanamke ni mama, ila kila mama ni mwanamke. Tufundishe watoto wetu sala. Lakini pia sisi ni nanga ya kiroho. Mama anatoa faraja katika familia. Mama anatoa upendo katika familia. Sasa mama asipokuwa faraja katika familia, familia hiyo haiwezi kumuona yule kama mama, inamuona kama mwanamke. Guys, kama mnavyoniona sasa nipo katika chuo cha Luheti, sehemu ambayo ni maalum kwa ajili ya maadhimisho hayo ya siku ya mama. Walianza ibadani, wakatoka ibadani wakaenda kwenye maandamano, wametoka kwenye maandamano wakaenda kuwaona wahitaji kama kurudisha kwa jamii. Lakini baada ya hapo sasa, muda huu unavyoniona ni maandalizi ambayo yanaenda kuanza ya kupata elimu pamoja na burudani zingine mbalimbali. Karibu uendelee kuenjoy na kufurahia pia. Pale ndio mambo yanaweza kubadilika kabisa katika umiliki wa
umiliki wa mali, umiliki wa vitu mbalimbali, lakini pia kupewa haki kama mwanamke kufanya vitu vingi. Sasa hivi nitaongelea sio hivyo vitu vingi na kitu kimoja tu, umiliki wa mali. Kipindi hicho mwanamke kama alisema alikuwa anamiliki katika kumiliki mali, lakini baada ya kama Beijing zilitoka vitu vinaitwa protocol na azimio, matamko na sheria na kanuni nyingi sana za kuruhusu sasa mwanamke kuanza kumiliki mali, kuwa na haki sawa na wanaume katika umiliki wa mali. Kwenye mila zetu tunafahamu kama baba kufariki, mwanamke katika mila nyingi za Kitanzania haruhusiwi kabisa kumiliki ardhi, haruhusiwi kumiliki ile nyumba wala chochote kilichomo ndani ya nyumba. Zaidi ya tabaka atasimamia wale watoto wamiliki zile nyumba, na hata watoto watakaomiliki hizo mali ni wale watoto wa kiume tu, sio watoto wa kike. Watoto wa kike wanaachwa na bado sehemu nyingine bado wanaachwa, lakini sheria sasa hivi imebadilika. Na pia hiyo mwaka 2065 baada ya Beijing kwa imekuwa sana na watu wanasikia, hata sheria zetu sasa nyingi zilianza kubadilishwa. Na msingi wa umiliki wa mali katika hali zetu za Tanzania, sisi tuna sheria mama, sheria au katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sawa? Ile katiba imekuwepo tangu 1977. Pamoja na mabadiliko yake mara kadhaa, lakini kaja ikafikia kipindi cha miaka 65 na ibara ikawekwa pale. Kuna ibara ya 24. Wale wanaweza kusoma katiba, unaweza kuenda kwa picha yako kwa Google ukaangalia. Ile ibara ikatamka kwamba kila mtu anayo haki ya kumiliki mali. Sawa? Kila mtu. Sasa kila mtu sio kama ile ya kwanza ambayo tulisema wape. Sawa? Kwa hiyo mtu ni mwanamke pekee yake. Hapana. Sheria ya Tanzania inatambua kila mtu. Huyo mtu imechukua mwanamume na mwanamke. Sawa? Kwa hiyo mtu ni mwanaume na mwanamke. Baada ya hiyo ibara kutamka hivyo kwa kila mtu wakati wa kumiliki mali, pale ndipo hata sheria nyingine zikaanza kuja kwa sasa mwanamke ana nguvu ya kumiliki mali popote, chochote au lolote bila atakapoweza. Zamani kulikuwa haruhusiwi kumiliki mashamba, tena ardhi ilikuwa ni marufuku kabisa mwanamke, sababu unajua wewe ukimiliki leo, kesho ukaenda ukaolewa na sehemu na mtu fulani kule, sivyo? Hiyo mali itafanya nani? Zitatumia wewe na huyo wako huko, sivyo? Sisi uko wetu kwa sababu ya hiyo mali ndio. Kwa hiyo hatukupi mali aina yoyote ile. Ile ilikuwa ni marufuku. Lakini sasa sheria inasema ipo wazi, wewe unaruhusiwa kumiliki ardhi kwa namna yoyote ile. Ndio ile haki yako. Leo ni siku nzuri sana. Kama mama yako yuko hai, basi mwambie asante. Kama hayuko hai, basi muombee. Kama kuna mtu alikulea kama mama, basi usisahau mwambie asante mama. Sisi wote hapa nadhani nikiangalia almost all of us tuna watoto. Kwa hiyo tunajua what it takes
to raise a kid mpaka aitwe father, aitwe doctor, aitwe mwalimu, aitwe rais. Sio kazi rahisi. Kwa hiyo tuichukue siku kwa uzito na kukumbuka kuambia wale ambao ni mama zetu, ambao ni mother figures, asante. Lakini siku hii ni siku nzuri sana ya kujikumbusha the strength of a woman. Mimi napenda kusoma Biblia. Kwa hiyo kuna swali nishawahi kujiuliza zamani kwamba Mungu wetu ni mkuu, sawa? Hilo liko wazi. Mungu angeweza kuamua kumshusha mwanawake Yesu bila kutumia mtu. Alikuwa na uwezo huo na nobody angeweza kumquestion. Lakini aliamua kutumia tumbo la mama kufikisha kiumbe ambacho kilikuwa kinatakiwa kije kibebe dunia nzima mabegani mwake. Kwa hiyo kuanzia pale, heshima na roho ya mwanamke kama mama kwenye jamii na taifa na dunia nzima lazima itambulike, isherekewe kama siku ya leo na iheshimiwe. Kwa hiyo kina mama, leo ni siku yetu. Tuichukue kwa uzito. Lakini pia niwapongeze sana sana waliofikiria, walioandaa, kwa sababu kufikiria na kuandaa ni skills na kukusanya watu wakaja wakafanya wakasherekea ni skill, yani mtu ametumia akili. Kwa hiyo hongereni sana kamati, hongereni kina mama, mmependeza sana, kitenge chenu kizuri. Lakini kupendeza huku kusiishie nje. Mwanamke tunatakiwa tujitambue nguvu yetu. Nguvu ya mwanamke kwenye jamii, yani mwanamke ni kama uti wa mgongo. Ila uti wa mgongo hakuna mtu angekuwa anacheza hapa kwa hiyo. Kwa sisi ndo uti wa mgongo. Na Biblia imeandika kwamba mwanamke anaweza akafanya nini? Akabomoa au akajenga. Sasa imagine you have the strength ya kubomoa na kujenga. Kwa hiyo tusijichukulie poa, tubebe uzito wetu kama ambavyo tumeambiwa. ACL Media, African Community Life. We are the legacy of Africa.